Basi tunaweza tukaomba kwa ajili ya kuendelea. Sawa. Basi karibuni kwa ajili ya kufungua kwa maombi. Basi tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa fursa nyingine tena ambayo umetupatia katika siku ya leo. Tunaalika uwepo wako ukae pamoja nasi tunapoenda katika kujifunza. Roho yako Mtakatifu akatutangulie na kutuongoza, kila tunapoenda kujifunza tukapate kukielewa, tukapate nafasi katika maisha yetu. Naomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Amina. Basi nipende kuwakaribisha tena kwa ajili ya mwendelezo wa kile ambacho tulianza kukitafakari pamoja katika study yetu iliyopita. Katika study iliyopita tulichukua muda kuweza kuangalia kile ambacho Mungu anakifanya katika wakati wa sasa ili kushughulika na matatizo tulionayo kama jamii ya wanadamu. Na mawazo makuu ya muhimu ambayo tuliona ni kwamba njia za Mungu za kushughulika na mambo ni tofauti na njia za kibinadamu, na mara nyingi kama jamii ya wanadamu tunapenda matokeo ya haraka, lakini matokeo haya ya haraka yanayoonekana, kwa Kiingereza tunasema ya kwamba sio sustainable, sio ya kudumu, sio yenye matokeo ya kudumu. Kwa kile ambacho kinaonekana kwa macho ya kibinadamu ya kwamba ni mafanikio makubwa katika kushughulika na mambo, mara nyingi matokeo hayo ni ya kitambo kifupi tu. Mungu anashughulika na kuyaweka mambo katika msingi wa kudumu. Kwa jinsi hiyo, masuluhisho yake yanakwenda kwenye vina ambavyo vinashughulika na chanzo cha matatizo. Ufahamu huu ni wa muhimu ili kufikia utambuzi wa kile Mungu anachokifanya. Kwa jinsi hiyo, katika urejesho wa ufalme zipo phase kadhaa. Yaani katika mchakato mzima wa Mungu kushughulika na matatizo ya jamii ya wanadamu, zipo phase kadhaa ambazo zinahusika katika kazi hiyo, moja ikijenga kwenye nyingine mpaka hatimaye kazi hiyo inakamilika. Kwa katika kazi ambayo Mungu anaifanya kwa ajili ya wanadamu, katika hatua hii tulijifunza ya kwamba kile kinachoendelea kwa sasa ni kazi ya neema. Ni kazi ya neema ndani ya moyo wa mwanadamu. Hii ni kazi ya ujenzi wa ufalme, unajulikana kama ufalme wa neema. Ni kazi ya ujenzi wa ufalme wa Mungu ambayo ni ya muhimu, kwani ni wale tu ambao wanakuwa ni raia wa huu ufalme wa neema ndio ambao mwishoni watakuwa ni sehemu ya ufalme wa utukufu. Of course tunajua wakati Kristo atakapokuja mara ya pili. Tulimalizia mawazo hayo kwa kujiuliza maswali ya muhimu kwamba je, mimi ni raia wa ufalme wa Mungu, ufalme wa neema?
kwa sababu tumaini pekee la hatima iliyo njema ya umilele inaamuliwa na uhusika wetu katika kile ambacho Mungu anakifanya sasa. Kwa swali hili ni la muhimu. Katika ulimwengu huu wa kidini linaweza kuonekana kama ni swali fulani ambalo kama lina majibu ya moja kwa moja, kwa sababu watu wengi duniani ni wanadini, wanaitwa kwa jina la Kristo. Ni rahisi sana kujiona ni sehemu ya ufalme, lakini historia inasema tofauti. Na ni muhimu sana kulitafakari hili swali, kwa sababu historia inaonyesha ya kwamba kumekuwepo na uzoefu tena na tena kati ya watu waliopata kuitwa kwa jina la Mungu kujipata ya kwamba wamemiss point, wamekosa shabaha, wakajipata wako bize kabisa wakiamini ya kwamba wao ni sehemu ya kile Mungu anachokifanya. Lakini hata hivyo kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika uzoefu wao kilikuwa hakina sehemu kabisa katika kile ambacho Mungu anakifanya. Hayo of course ni mambo ya kutisha. Ninaweza kutaja uzoefu mmoja ambao udhihirisha ukweli huu. Ni uzoefu wa Wayahudi, watu ambao waliitwa kwa wito mtakatifu. Hakuna watu ambao waliwahi kupendelea ya kazi ya Mungu duniani kama Wayahudi, lakini kwa namna fulani, licha ya kile ambacho Mungu alikifanya kwa ajili yao, walilikosa kusudi kabisa. Hawakufika mahali wakamkana Mungu kwa wazi, licha ya kwamba kuna zoefu nyakati fulani. Lakini hata katika nyakati zao walipoonekana kwamba wako bize sana kwa ajili ya Mungu, lakini kile walichokifanya kilikuwa kina chochote kuhusiana na kile ambacho Mungu anakifanya. Huo ni uzoefu wa kuhuzunisha. Hii missing hii, hakuna mtu ambaye alielewa vizuri, hakuna mtu aliyeielewa vizuri kama Mtume Paulo. Aliishi kwenye aina hiyo ya dini ambayo ilifika mahali Kristo aliifananisha na mtini wenye majani mengi, lakini ndani haukuwa na matunda. Walizunguka kwenye duara zote za maagizo na maelekezo ya Mungu, lakini hata hivyo kulikuwa kuna upungufu katika kile kitu kizima, kiasi kwamba hakikuwa ni kitu kinachokubalika mbele za Mungu. Labda nipende tusome maneno haya kutoka katika kitabu cha Wafilipi. Na tutafakari tu maneno machache kuonyesha umuhimu wa swali hili. Wafilipi sura ya 3. Wafilipi sura ya 3 tutasoma lile fungu la 4 mpaka fungu la 9. Huyu ni Paulo akielezea uzoefu wake. Tunamfahamu akiwa Sauli, alikuwa ni mtu mwenye bidii katika ile dini ya Kiyahudi. Wafilipi 3 fungu la 4 hadi fungu la 9 inasema, walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. Nalitailiwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benjamin, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari ya kushika Torati ni Farisayo. Kwa habari ya juhudi, mwenye kuliudhi kanisa.
Kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria, sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu, naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo, nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Asante. Kipawa kikubwa ambacho Paulo anakielezea hapa, anakitaja kama haki, na anataja ya kwamba haki hiyo ni haki iliyo katika Kristo ipatikanayo kwa imani. Hii kitu ni cha muhimu mno, ni cha muhimu mno kukielewa na kujua ni namna ya kukipata. Kwa maneno mengine, ukisoma maneno haya ambayo Paulo anaelezea, kati ya ni mtume Paulo na litahiriwa katika siku ya 8. Haya ilikuwa ni maelezo ya Torati. Ni mtu wa taifa la Israeli wa kabila ya Benyamini, Mwebrania wa Waebrania. Kwa baada ya kuishika Torati ni Farisayo. Tukielewa Farisayo inamaanisha nini katika wakati huo, tunaweza kuelewa kwamba alikuwa ni mtu wa namna gani. Kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Alikuwa na bidii katika kila kitu, alafu anafika mahali anasema ya kwamba kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Ukimuona ni msafi katika kila kitu, ni mwaminifu kwa kila kipengele cha sheria. Hakuwa peke yake katika hiyo dini, alikuwa na wenzake, washiriki wenzake wa kanisa. Lakini anasema ya kwamba ilimlazimu kufika mahali kuhesabu hicho kitu kizima kuwa ni hasara. Yaani sana kusema ya kwamba ilimlazimu kufika mahali kufikia kwenye utambuzi ya kwamba hakuna chochote alichokifanya, kwamba kile chote ambacho aliwekeza nguvu zake na juhudi zake kilikuwa ni hasara. Na anafika mahali anasema, anatumia neno tena gumu zaidi, ya kwamba kile kitu kizima kilikuwa ni kama takataka za chooni. Alipofika hapo ndipo alipokea hicho kipawa ambacho ni hitaji kubwa zaidi la jamii ya wanadamu. Wazo la msingi katika maneno haya ni ukweli ya kwamba hatuwezi kuchukulia kirahisi tu ya kwamba sisi ni raia wa ufalme wa neema, kwa sababu walikuwepo wengi ambao waliamini hivyo kirahisi, waliwekeza vingi sana ndani yake, lakini hata hivyo walikuwa wamedanganyika. Warumi 10 fungu la 1 hadi la 3, Paulo anajaribu kuelezea swala hili. Ilikuwa ni mzigo mzito sana kwake. Warumi 10 fungu la 1 hadi la 3. Inasema, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimwombayo Mungu ni kwa ajili yao,
ili waokolewe. Kwa maana nawashuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu, wakiwa hawaijui haki ya Mungu, na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Haya ni maneno ambayo yanaanzia sura ya 9. Paulo anaelezea kuhusiana na ndugu zake. Anasema ya kwamba nawashuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu. Tunaishi katika dunia ambayo iko bize kwenye mambo ya dini, kila mmoja kwa kadri anavyojua, lakini suala la msingi ambalo kila mtu tunahitaji kujiuliza ni kwamba nimesimama kwenye msingi ulio sahihi, kwa sababu wamekuwepo wengi katika wakati uliopita mpaka sasa ambao wamemiss point hivyo hivyo licha ya juhudi zote ambazo waliwekeza. Warumi 9:1-8, sura ya kabla pale, nitasoma maneno haya. Paulo anasema ya kwamba nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu, ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa Torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Alafu anasema si kana kwamba neno la Mungu limetanguka, maana hawawi wote Waisraeli walio wa uzao wa Israeli, wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao. Maneno fulani yanahitaji kutafakari kidogo na yanahitaji ufahamu zaidi, lakini jambo la muhimu ni hili. Paulo alikuwa akiumia kutokana na uzoefu wa ndugu zake Wayahudi. Alikuwa sehemu yao, lakini kwa neema ya Mungu alifikishwa mahali akaona kile ambacho ndugu zake walikuwa hawaoni, na alitamani sana kuwasaidia, lakini ni kwa kiwango kidogo sana ya kwamba Mungu aliweza kuwafikia. Jambo la muhimu sana ni kwamba swali hili ni la muhimu. Ninawezaje kujua kwamba nipo upande gani? Kwa sababu katika dunia hii kuna makundi mawili tu. Kuna wale ambao mbingu inawatambua kama raia wa ufalme wa neema ambao unajengwa sasa, lakini upande wa pili kuna raia wa ufalme mwingine. Mungu anafanya kazi kuwafikisha watu kuelewa kwanza kwamba ni katika ufalme gani wao ni raia, ili ya kwamba aweze kuwatoa katika ufalme huo na kuwaingiza katika ufalme wa neema. Iwapo mtu anafika mahali akaamini ya kwamba yeye ni sehemu ya ufalme wa Mungu, lakini haiko hivyo, basi anaweza kubaki katika huo udanganyifu. Tukumbuke ya kwamba hili ni tatizo ambalo limekuwepo katika wakati uliopita, lipo sasa,
na litaendelea kuwepo mpaka mwisho wa wakati, mpaka mwishoni kabisa katika lile pigo la 5, wakati waovu watakapofika mahali wakafumbuka macho na kuona ya kwamba wamedanganyika. Lakini kwa wao watakuwa wamechelewa milele, kwa sababu mlango wa rehema utakuwa umefungwa na kutakuwa na fursa ya wokovu tena. Kumbuka Laodikia katika Ufunuo sura ya 3 anasema ya kwamba mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Unaweza kusoma wenyewe katika Ufunuo 3 fungu la 14 hadi 22. Ni ukweli ya kwamba hakuna mwanadini yeyote, sijawahi kusikia moja kwa moja namna hiyo, watu wakisimama na kusema ya kwamba mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Maneno mara nyingi yanayosemwa ni kwamba sisi ni wanyonge, wadhaifu, tunakuhitaji Bwana, lakini yeye asomaye mioyo yao inasema lugha tofauti na kile ambacho wanakisema katika vinywa vyao. Kwa ni muhimu kujiuliza kwa dhati sana hili swali ya kwamba ninasimama wapi, na zaidi sana ninawezaje kujua. Hiki ndicho ambacho tunataka kukiangalia katika tafakari ya siku ya leo, na ningependa tuweze kurudi katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kinaturejesha kwenye mianzo, na katika Mwanzo sura ya 1 na ya 2 tunakutana na kazi ya Mungu ya uumbaji. Tunakutana na kazi ya Mungu ya uumbaji katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 1 fungu la 1 hadi la 25. Hatutasoma, yapo maelezo ya kile ambacho Mungu alikifanya katika kuiumba dunia. Tunaweza kusema kuumba makazi, kwa sababu aliiumba dunia kama maandiko yanavyosema ili ikaliwe na watu. Kwa hiyo kwa maneno mengine, fungu la 1 hadi la 25 linazungumzia juu ya kutengenezwa kwa makazi, kuumbwa kwa makazi ambayo ni dunia hii. Na hicho ndio kitu Mungu alikifanya kwanza, kwa sababu wakati ambapo mwanadamu angetokea ilikuwa ni lazima yakute makazi kwanza ambayo yanasapoti uhai wake. Kwa kazi ya kwanza Mungu aliyoifanya ni kuumba makazi. Maelezo haya yanapatikana katika Mwanzo sura ya 1 fungu la 1 hadi la 25. Mara baada ya Mungu kuumba makazi, akamfanya mwanadamu, na tunakutana na maelezo ya kazi hiyo katika Mwanzo sura ya 1 fungu la 26 hadi 31. Ningependa tuweze kusoma mafungu hayo. Mwanzo 1 fungu la 26 hadi 31. Inasema, Mungu akasema, brother mic yako. Inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba,
mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote pia ya mche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Okay, asante. Fungu la 27 linasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ukisoma sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo, inarudia kwa namna fulani kazi hii ambayo inaelezwa katika sura ya 1, lakini tunakutana na maelezo fulani ya ziada katika uumbaji wa mwanadamu. Mwanzo sura ya 2 fungu la 7 inasema, na Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo Mungu alifanya mwili kwa mavumbi ya ardhi. Mara action hiyo ilipokamilika, Mungu akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Maanake Mungu akaweka uhai wake ndani ya mwanadamu, kwa sababu yeye ndiye chanzo cha uhai. Yapo maeneo mawili ndani ya katika nature ya mwanadamu, katika asili ya mwanadamu. Eneo la kwanza ni mwili, na eneo la pili ni asili ya kiroho, inaitwa spiritual nature. Tunapozungumza spiritual nature, asili ya kiroho, tunazungumzia lile eneo linalohusisha character, tabia. Uhai huu wa Mungu katika roho ndio ambao unaitwa haki, unaitwa righteousness, unaitwa haki. Unaweza kusema ni uhai unaomfanya mwanadamu kuwa mwema, kwa sababu uhai ni uhai mwema. Na of course Mungu aliweka uhai wake pia katika mwili, ambao uhai huo tunaita afya. Kwa hiyo mwanadamu alipotoka katika mikono ya Mungu alikuwa ni mwenye haki na mwenye afya. Alikuwa ni mwenye haki na mwenye afya. Manake hakujua kitu kinachoitwa magonjwa, na pili hakujua kitu kinachoitwa dhambi, kwa sababu alikuwa ni mwenye haki.
Kwa tukifanya nini? Tukiifanyia summary kazi ya uumbaji, Mungu alitengeneza makazi kwanza, halafu kisha akaumba mwili kwa mavumbi ya ardhi, akatengeneza mwili kwa mavumbi ya ardhi, halafu ndani ya huo mwili akaweka tabia yake ya haki, akaweka tabia yake ya haki. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa ni mwema, lakini zaidi sana alikuwa ni mwenye afya. Kimsingi katika dunia hii hakuna kipawa cha thamani zaidi ya uhai. Au mnafikirije? Watu watatoa kila kitu, kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba wana survive kwa kadri ambavyo wanatumaini hata dogo kabisa kwamba wanaweza kukitunza hicho kipawa. Hatujawa na experience za kwenda mahali fulani watu wakafanya mambo na watu waliokufa wakarejea katika uhai tena. Hatujawa na experience za namna hiyo kwa kadri ambavyo dunia ya sasa inahusika. Lakini mnaweza mkawa na uhakika ya kwamba wanadamu wangefanya almost kila kinachowezekana kuweza kudumisha uhai walionao au kuupata tena. Kwa nini? Kwa sababu uhai ndio kipawa kikuu. Kwa hiyo Mungu kwanza aliumba makazi kama nilivyosema, alafu baada ya makazi akaumba mwili, na baada ya kuumba mwili akaweka tabia yake ndani ya huu mwili. Kwenye ile asili ya kiroho akaweka haki yake, yaani uhai wenye tabia yake mwenyewe. Hiyo ndio order ya creation ya uumbaji, mpangilio wa uumbaji tunaita ni process of creation. Na kwa kadri ambavyo mwanadamu angedumu hivyo, hicho ambacho Mungu alikifanya kiliwa kina potential ya kuishi milele. Hakuwepo na kitu kama kifo. Lakini kabla muda haujaenda hata umbali mdogo, tatizo lilitokea. Na tusome mafungu haya ambayo yanalielezea hili tatizo katika Mwanzo ile sura ya Mwanzo sura ya 3 inaelezea kuhusiana na anguko. Tutasoma fungu la kwanza mpaka la 6. Mwanzo 3 mstari wa kwanza hadi wa 6 inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Okay.
Ni maelezo ya kitu fulani ambayo katika dunia hii tunayoijua yanaonyesha kama kitendo fulani ambacho ni kidogo sana. Mara ngapi kama jamii ya wanadamu tumeambiwa usifanye hivi na tumefanya? Na kwa jamii ya wanadamu katika upande huu wa maisha, kabla ya kitendo hiki, matendo ya namna hii yanaonekana kama ni kitu cha kawaida ambacho mara nyingi kinaweza kupita kana kwamba hakina matokeo yoyote, kana kwamba kabla ya kufanyika na baada ya kufanyika ni kitu kile kile. Lakini haikuwa hivyo katika siku hii. Haikuwa hivi katika siku hii. Katika Mwanzo sura ya 2, baada ya Mungu kutengeneza ile bustani na kumweka mwanadamu pale, alimwambia kuhusiana na matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya ya kwamba usile, kwani siku utakapokula utakufa hakika. Lakini shetani alikuja akamwambia kwamba hakika hamtakufa, kwa sababu Mungu anajua ya kwamba huu mti ndio mti wa hatima yenu, yaani destiny yenu imefichwa katika mti huu, na destiny yenu ni kwamba mnayo potential ya kuwa kama Mungu. Na kwa sababu Mungu anataka abaki hapo juu peke yake, ameamua kuwadanganya kwamba huu mti huu mkila mtakufa, lakini hamtakufa. Hii ndio mbinu ya udanganyifu ambayo shetani aliitumia. Na mara baada ya Hawa kuyatoa yale matunda na kile kilichotokea ni zaidi ya kitendo. Watu wanajiuliza, Mungu alisema hakika hamtakufa, na swali linakuja, je, walikufa au hawakufa? Mungu alisema ya kwamba mtakufa hakika, alafu shetani akaja akasema hakika hamtakufa, na Adam na Hawa wakala hayo matunda. Nani alithibitika kuwa mkweli? Wakati ambapo kwa upande mmoja Mungu amesema hakika hamtakufa, na shetani anakuja na kupitia nyoka anasema hakika hamtakufa, na wakafanya kile ambacho Mungu alisema wasifanye. Walikufa? Hawakufa? Nani ni mkweli alithibitika kwa kitendo hicho? Shetani alionekana kama ni mkweli. Alionekana kama ni mkweli kwa sababu, kama tunatumia hilo neno, alionekana kama mkweli kwa sababu hata Hawa alipokwenda kwa Adam alikwenda akiwa na uthibitisho huo, si unaniona ni yule yule. Lakini nipende kuambia ya kwamba yule Hawa ambaye aliachana na Adam mara ya mwisho alikuwa ameisha toweka. Yule Hawa aliyekutana naye akiwa amebeba yale matunda kilikuwa ni kitu kingine kabisa, tofauti na kile ambacho Mungu alikifanya. Ilikuwa ni kitu kingine kabisa. Ndani ya Hawa kulikuwa kuna bomu limesha ingia pale ndani, ambalo bomu hilo lilikuwa lilipuke on the spot na kumwangamiza kabisa na kudisappear kabisa. Lakini kwa sababu ya huo mpango ulioisha fanyika,
hicho kitu kiovu kikadhibitiwa humo ndani ya nani? Ndani ya Hawa, kisiweze kufanya uharibifu wa mara moja, ili kumpatia huyu mwanadamu nafasi nyingine. Pale mahali ambapo kulikuwa na haki, dhambi ikachukua nafasi. Kwa hiyo ni sana kusema ya kwamba kipawa cha kwanza kabisa ambacho Adamu alikipoteza ilikuwa ni haki iliyokuwemo ndani yake. Of course, tunapozungumza dhambi ni muhimu kuelewa kwamba kirahisi kabisa tunaposema haki ni uhai mwema, wakati ambapo dhambi ni uhai mwovu. Ni uhai mwovu, uhai ulioharibika. Kama jinsi ambavyo tunaweza tukachukua kitu kizuri. Tuna kitu tunaita pombe, alcohol. Hapa Dodoma tuna zabibu. Zabibu ni matunda mazuri ambayo ni matunda mazuri ambayo ni ya afya, lakini wanadamu wanachukua kitu hicho kizuri kutoka katika mikono ya Mungu. Baada ya hapo wanakifanyia michakato yao, alafu kinatokeza kitu chenye kudhuru. Jambo la ajabu ni kwamba mara kitu hicho chenye kudhuru kinachoitwa alcohol kinapopatikana, ile juisi nzuri ya zabibu inakuwa imetoweka, na hakuna namna yoyote ya kuipata juisi iliyo safi kutoka katika hiyo alcohol. Yaani mchakato ukienda umefanya nini? Umekwenda. Yaani ni impossible kufika mahali kuundo kile kilichofanya nini? Kilichofanyika, yaani kukirudisha katika asili yake ya kwanza. Kwa hiyo kutokana na uchaguzi mbaya ambao Adam na Hawa waliufanya, walijitumbukiza kwenye tatizo ambalo ni baya sana. Kimsingi, mara baada ya tukio hili ndipo tunaanza kukutana na mambo sasa yanaanza kutiririka mpaka yametufikisha hapa tulipo leo. Kwa hiyo uharibifu uliosababishwa na anguko ulianzia ndani ya mwanadamu. Ulianzia ndani. Uumbaji ulianza kwenye makazi. Mungu akaumba mwili, alafu akaweka hiyo asili ya kiroho ndani ya mwanadamu. Dhambi ilipoingia ilianzia kwenye hiki kilichotolewa kama kipawa cha mwisho. Dhambi ikaingia ndani ya mwanadamu. Mara tu baada ya kuingia pale, ule mwili uliokuwa wa kutokufa ukageuka kuwa mwili wa kufa. Kwa hiyo mauti ikaingia. Hiki ndicho ambacho tunaweza kusoma fungu hilo kabla tujaendelea. Warumi sura ya 5. Warumi sura ya 5 lile fungu la 12. Warumi 5 mstari wa 12 inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Yaani Adam alipoipiga hiyo hatua
kwa sababu yeye alipewa wajibu wa uzazi. Alipoipiga hatua hiyo, akajiuza kwenye ufalme wa giza. Wazao wake wote ambao walikuwa ndani yake nao pia waliuzwa pamoja na yeye. Kimsingi hangeweza kuwarithisha kile ambacho hakuwa nacho tena. Kwa kadri ambavyo angedumu kuwa mwaminifu, wote ambao angewazaa wangekuwa na vile vipawa alivyokuwa navyo. Lakini mara baada ya anguko, dhambi ikapata nafasi ndani ya mwanadamu, ikamletea mauti katika mwili wake. Ule mwili wa kutokufa ukawa mwili wa kufa, na kila mzao aliyezaliwa kutoka kwake alirithi matatizo hayo. Kwa hiyo mwanadamu akawa mwanadamu muovu kwa asili, akawa muovu kwa asili. Na tunajua kile ambacho kimeendelea tangu tukio hilo. Adamu na Hawa kazaa tu watoto. Tunakutana na kisa cha Kaini na Abili, mmoja anamuua mwingine, lakini mambo yakaendelea kushuka na kushuka na kushuka na kushuka mpaka tunakuja kukutana na uzoefu wa kipindi cha Nuhu. Mungu alifika mahali akasema ya kwamba kila wazo ambalo mwanadamu analiwaza ni ovu tu siku zote. Hali ilikuwa ni mbaya kabisa. Kwa hiyo kile ambacho kilitokea katika tukio hili linaloweza katika Mwanzo sura ya 3 sio kitu kidogo. Ni tatizo kubwa na zito ambalo hakuna mwingine anaweza kulishughulikia isipokuwa Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu tulichokipoteza ni uhai. Kwa hiyo ni lazima kipatikane chanzo kingine cha uhai, kwa sababu Adamu ambaye angeturithisha uhai wa Mungu ambao uliwekwa ndani yake aliupoteza kabla hajazaa mtoto hata mmoja. Hilo ni shimo lenye giza, kwa sababu hakuna mwanadamu anaweza kujiokoa hapo. Tunapoyataja maneno haya ndipo mnaweza kuanza kuelewa angalau kwa udogo juu ya kile tulichokisoma. Paulo anakielezea pale katika yale mafungu ambayo tumeyasoma mwanzoni. Ni hicho ndicho ambacho wengi wa wanadini walikimisi, walikikosa. Kwa hiyo baada ya dhambi, ataki ya kwanza ilikuwa kwenye asili ya kiroho ya mwanadamu, mahali ambapo kulikuwa na haki ikaingia nguvu ovu inayoitwa dhambi. Na mara tu dhambi ilipogusa pale ndani ya huo mwili wa kutokufa, ukageuka kuwa mwili wa kufa. Mwanadamu huyu akawa ni binafsi mharibifu. Toka hapo uharibifu umeendelea pia kuyaathiri makazi ambayo Mungu aliyafanya kwa ajili yetu. Hii dunia tulionayo leo imeharibika na kuchakaa kuliko ambavyo tunaweza kufikiria. Kimsingi hizi kelele tunazozisikia za mabadiliko ya tabia nchi zinaonyesha mahali tulipofika katika uharibifu wa makazi ambayo Mungu alitupa. Labda tusome fungu hili katika kitabu cha
Isaya kuhusiana na hii habari ya makazi yetu haya. Isaya 24 fungu la 20, fungu la 19 na fungu la 20. Isaya 24:19 na 20 inasema, dunia kuvunjika inavunjika sana, dunia kupasuka imepasuka sana, dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Dunia inalewalewa kama mlevi na imelemewa na mzigo, na mzigo huo wa msingi ni dhambi, kwa sababu ni dhambi hii iliyoingia mwanzoni pale ndiyo ambayo imetufikisha hapa tulipo. Kwa hiyo uumbaji, Mungu aliumba makazi kwanza, alafu baada ya kuumba makazi akaumba mwili. Baada ya kuumba mwili akaweka ndani yake uhai wake wa kiroho ambao ni haki. Anguko lilipotokea lilianzia kwenye hicho cha tatu. Kwa hiyo haki ikafa ndani ya mwanadamu na dhambi ikachukua nafasi. Alafu hiyo dhambi ilipoingia ndani ikaathiri mwili wa kutokufa kuwa mwili wa kufa. Alafu baada ya hapo uharibifu umetambaa kupitia utendaji wa dhambi kwenda kuharibu makazi, yani hii dunia. Yani order imeenda reverse. Sasa tukumbuke ya kwamba dhambi ndiyo ambayo imeleta uharibifu wa mwili na uharibifu wa makazi Mungu aliyotupa. Kimsingi ukiondoa hivi vitu tunabaki na nini? Ukiondoa asili ya kiroho, ukaondoa mwili na ukaondoa makazi, manake hamna kitu. Sasa katika kazi ya urejesho, katika kazi ya ukombozi, Mungu anaanza na kile chanzo cha tatizo. Anaanza kushughulika na ile tatizo lililomo ndani ya mwanadamu. Anaanza kuishughulikia dhambi. Kwa hiyo sisi tulifarakana na Mungu, tukapoteza asili yetu ya kiroho ya haki, tukawa na mwili wa kufa, mauti ikawemo ndani yetu. Alafu baada ya hapo tumeharibu makazi. Mungu ameingia katika kazi ya kutuokoa. Hawezi kuanza kuyatengeneza makazi. Kwa nini? Kwa sababu katika tabia yetu na hali yetu tuliyomo ndani yake, hata kama akiumba kitu kipya leo kama makazi, tutakiharibu kama mwanzoni. Kwa hiyo hana budi kuanza na kushughulikia tatizo linalohusika na tabia. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Hii ndiyo hasa, huu ndio tunauita ufalme wa neema. Wakati Kristo atakapokuja mara ya pili, wakati Kristo atakapokuja mara ya pili, atapiga hatua nyingine katika kazi
ya urejesho, wakati ambapo wale waliokufa watafufuliwa wakiwa na miili ya kutokufa, na sisi tutakapokuwa hai kufumba na kufumbua, Mungu atatuumbia miili mipya ya kutokufa. Hiyo itakuwa ni hatua ya ngapi? Hatua ya pili ya urejesho. Na kisha baada ya kipindi cha miaka 1000 Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya. Ni hapo ndipo uponyaji wa jeraha lililosababishwa na dhambi utakapokamilika. Sasa swala la muhimu ni hili ya kwamba watakokuwa wanufaika wa hatua hizo zingine za kuumbiwa mwili mpya na kuumbiwa makazi mapya ni wale tu ambao kazi ya neema imefanyika ndani yao, ni wale tu ambao wamekuwa raia wa ufalme wa neema. Ni muhimu kuelewa ya kwamba kazi ya urejesho sio maboresho ya kile ambacho Mungu alikitoa mwanzoni. Kazi ya urejesho ni kazi ya uumbaji mpya. Ni kazi ya uumbaji mpya. Yaani ni yeye tu aliye na uwezo wa kuumba ndio ambaye anaweza kushughulika na ufukara wetu uliosababishwa na anguko la mwanadamu katika dhambi. Kwa wakati ya kitu ambacho tunahitaji kukielewa, na hiki ndicho Paulo alikuwa anajitahidi sana kukizungumza kuhusiana na ndugu zake. Inaonekana walimisi point. Yeye alikuwa ni pati ya hiyo. Katika dini ya Kiyahudi kulikuwa na watu wasomi, watu ambao maandiko yalikuwa kwenye fingertips. Kuna maprofesa kama mtu mmoja anaitwa Gamalieli, kimsingi ndiye aliyemfundisha Paulo, alikuwa mmoja kati ya walimu wake. Walikuwepo wataalamu kama kina Nikodemo, lakini Nikodemo alikuja kukutana na Yesu, na Yesu alimwambia mambo fulani ambayo hayaendani na uhalisia, akimwambia Nikodemo ya kwamba hata katika huo ufalme bado hujazaliwa katika huo nini ufalme. Huyu ni mtu alikuwa ni mwalimu wa dini, na vitu vyote ambavyo alikuwa anafanya, na alikuwa ni mjumbe wa baraza kuu la Wayahudi. Tukumbuke ya kwamba kulikuwa kuna muunganiko wa, ilikuwa ni na mfumo wa theokrasia. Kwa hiyo, lakini hata hivyo, pamoja na hayo yote, alikuwa amemiss hiki kitu pamoja na wengine. Wazo la msingi ambalo tunataka sitiza katika tafakari ya leo ni hili ya kwamba Mungu yupo kazini na anajua kile anachokifanya. Tungetamani ya kwamba Mungu alipuke sasa hivi na uwezo wake, apindue dunia hii na ukorofi wa wanadamu, lakini hiyo haingetatua tatizo tulilonalo. Ingefanya kile ambacho tunakiita kuponya jeraha kwa juu, na kitu kingelipuka tena kikaleta madhara yale. Kwa hiyo Mungu kwa hekima yake anashughulika na ile tatizo katika
Kila mwanadamu aliyepata kuzaliwa kama ambavyo tumesoma katika Warumi 5:12 ni mhanga wa hili tatizo. Hakuna escape, hakuna escape. Sio mtoto mdogo na wala sio mtu mzima. Na kwa jinsi tunahitaji kujitazama sasa katika nuru ya ukweli wa Mungu, ya kwamba tunasimama wapi, kwa sababu kufikia kwenye utambuzi wa hitaji ndio kitu cha muhimu zaidi ya kitu kingine kwa mwanadamu. Na hiki ndicho ambacho tutaendelea kuitafakari zaidi katika fursa zetu zingine zinazokuja. Tunataka tulitazame hili tatizo ambalo mbingu inashughulika nalo hivi sasa, kadri ambavyo tunaendelea na masomo haya, na kutoka katika ufahamu huo wa hili tatizo, wa huu ugonjwa mbaya wa kiroho, wa hiki kitu kibaya cha kufisha, tutakuwa na fursa ya kila mmoja kuweza kujiangalia sisi wenyewe na kuona tunasimama wapi, na kisha kulingana na kile ambacho Mungu anakionyesha, basi tutaona kwamba ni hatua gani tunapaswa kuzichukua. Ndio maana Yesu alifika mahali akasema ya kwamba mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa siku ya leo nipende tuishie hapo. Tuna uwanja mpana tu kuendelea kutafakari, na niwakaribishe kwa yote mwenye niongeza kwa tafakari hii, au pia kwa yote mwenye swali pengine kwa ufafanuzi zaidi wa kile ambacho tumekiangalia. Karibuni. Ongea tu. Asante. Mimi nina swali, lakini swali linajikita katika tulichojifunza Jumapili. Swali lenyewe ni kwamba tuliona katika Danieli 2 zimeonyeshwa falme ambazo zitatawala dunia hatua kwa hatua mpaka unakuja kufika mpaka anaporudi Yesu. Kaona kuna ufalme wa Nebukadreza, kuna ufalme wa Medi na Wajemi, lakini mpaka ufalme anaokuja Yesu. Lakini katika kusoma katika Danieli 2 niliona kuna, yani imeelezea tu namna ile sanamu aliyoiota mfalme Nebukadreza ilivyokuwa. Sasa ningeomba kupata mwendelezo katika unabii unavyotafsiri kutoka kwenye muonekano wa hii sanamu aliyoiota Nebukadreza kwenda kwenye hizi falme zenyewe, kama ambavyo tunaona falme wa Warumi na kuendelea hivyo. Nafikiri siku ile nilipokuwa ninasoma ile sura nilijua ni muhimu niseme hiyo kauli kwamba sio mada yetu kabisa kujifunza ule unabii, ili kuweza kuziona zile falme na nini. Nilizitaja tu kwamba kile kichwa cha dhahabu kinawakilisha ufalme wa Babeli, kama Danieli alivyosema ya kwamba kutakuwa kuna falme 4 kabla ya kuja lile jiwe lisilochongwa kwa kazi ya mikono. Na ufalme wa kwanza ukawa ni Babeli, ufalme wa pili ukawa ni Umedi na Uajemi,
ufalme wa tatu ni Uyunani, alafu ufalme wa nne ni Rumi. Ufalme wa nne ni Rumi. Alafu ufalme wa tano ambao unawakilishwa na lile jiwe lisilochongwa kwa kazi ya mikono ni ufalme wa Mungu. Sasa study yetu katika kipindi kilichopita haikuwa sana dissertation ya prophecy, yaani haikuwa sana kuchimba kutafuta kuelewa unabii huo na jinsi ulivyofanya nini, ulivyotimia, ila tulikuwa tunataka tukufocus kwenye habari ya jiwe lisilochongwa kwa kazi ya mikono ambalo lilipiga ile sanamu, alafu baada ya hapo likaanza kugrow na kuwa mlima mkubwa, likaijaza dunia yote, kuonyesha ile dhana ya ujenzi wa ufalme kwamba ni process, ni mchakato. Kwa hiyo labda details zaidi za prophecy za unabii zinaweza kujifunzwa katika wakati mwingine, pengine kama Bwana atatupatia fursa, au tutasoma kwenye vitabu pia, kwa sababu tuna vitabu vipo ambavyo vinaelezea tu kwa marefu kuhusiana na unabii wa Biblia. Ukifanya connection ya Danieli sura ya 2, Danieli sura ya 7, Danieli sura ya 8, Danieli sura ya 11 na 12, sura zote zinaelezea unabii. Sura zinazofuata huko zikiendelea kwa hadi details zaidi. Kwa hiyo nafikiri tutaendelea kufunza isomea. Kwa hiyo focus hasa ilikuwa ni kwenye jiwe. Yeah. Asante. Kuna kitu kingine pia hicho sasa ni katika kile tulichojifunza leo. Labda kuna namna nimekielewa au kuna namna yani nitaelezea kwa namna nilivyokielewa, ili kama kutakuwa na namna ya kurekebishwa nirekebishwe. Tumeona katika namna joka alivyomdanganya Hawa, lakini maelezo waliokuwa wamepewa Adam na Hawa ni kwamba watakavyokuwa wamekula ile tunda watakufa. Sasa ukatushirikisha katika kujua nani alionekana kama muongo, lakini kwa mimi nilichokiona kwa wakati ule Mungu kwa alichokuwa amewaambia Adam na Hawa ndo alionekana kama alichokisema akijatimia kwa wakati ule, lakini kwa wakati huu ni kama matokeo ya kifo kinachoendelea sasa hivi ni chanzo chake ni pale wakiwa pale Eden. Basi kwa sasa Mungu yani ukweli wa Mungu unajidhihirisha na uongo wa shetani ndo unazidi kujidhihirisha. Kwa namna nilivyokielewa ndo hivyo. Sasa sijajua kama nimeelewa isivyo au vinginevyo. Okay, asante. Labda tuseme hivi katika muktadha mzima wa kile Mungu alichoshughulika na hili tatizo. Kimsingi kiroho Adam na Hawa walikufa on the spot, sawa? Walikufa on the spot. Yaani walikuwa ni viumbe vingine kabisa baada ya hapo. Yaani isipokuwa kitu fulani kimefanyika, wangejoin hand in hand na shetani na wangekuwa marafiki kama walivyo malaika wengine waliojiunga pamoja na nani? Na shetani. Lakini kuna kitu Mungu alikifanya kupitia mpango wa wokovu, akasema nitaweka uadui kwa hicho kitu. Nitaweka uadui. Kwa hiyo kwa namna fulani kupitia Kristo kujitoa, mwanadamu alipewa kitu tunaita probation. Yaani kile ambacho kingalimwangamiza moja kwa moja on the spot
na akadisappear completely kabisa, kana kwamba hakuwahi kufanya nini, kuwepo. Hiyo hatima iliepushwa kwa muda, iliepushwa kwa muda. Kwa hiyo akiwa na matatizo hayo hayo ndani yake yaliyo na potential ya kumwangamiza, Mungu kwa rehema zake kupitia Mwokozi alipata hiyo haki ya kuzuia huo uharibifu wa mara moja. Ni katika fursa hiyo kwamba tunapewa nafasi ya kuchagua. Natumai sote tumeshasoma Biblia zetu, tukaona kile ambacho kitatokea baada ya miaka 1000. Katika Ufunuo sura ya 20 nafikiria, Ufunuo sura ya 20. Ufunuo sura ya 20 inaeleza wakati baada ya miaka 1000, wakati baada ya miaka 1000 watakatifu watarudi pamoja na Kristo na malaika pamoja na mji wa Yerusalemu, alafu waovu watafufuliwa. Naeleza hivi vitu kwa haraka haraka tukwenda kwenye ile pointi, na kutakuwa na kitu kinaitwa hukumu pia wakati huo, wakati watu watakapojiona jinsi walivyopoteza fursa zao za rehema. Alafu baada ya hapo inasema ya kwamba moto ukafanya nini, ukashuka ukateketeza kila kitu. Inasema shina pamoja na tawi, shetani akiwa ni shina na matawi ni wale waliomfuata katika uasi. Na dunia hii itakuwa kama mpira unaowaka moto. Maana yake kila kitu, kila chembe yote iliyoiguswa na dhambi itateketea. Kwa maneno mengine, tunachokiona baada ya miaka 1000 ni matokeo makamilifu ya kile ambacho kingalitokea pale pale on the spot katika bustani ya Eden. Yaani kile kinachotokea miaka hiyo 1000 baada ya kuja kwa Kristo mara ya pili, sio kwamba ni kitu special kilichojiunda kwa wakati huo. Hicho kilikuwa ni matokeo ya dhambi, lakini kutokana na kuingizwa kwa mpango wa ukombozi, basi mwanadamu amepewa wakati wa rehema ili kuchagua iwapo atabaki kwenye utawala wa dhambi au kuweza kuokolewa. Kwa kile ambacho tunaweza kukisema ni hiki: kwanza, kiroho alikufa. Maana yake kile ambacho Mungu alikisema kwamba utakufa hakika kilitokea kiuhalisia katika nini? Katika roho yake. Angeliangamia kimwili pia pamoja na kila kitu kinachomzunguka, lakini kupitia mpango wa wokovu Mungu alizuia hiyo hatima ya mara moja ambayo ilikuwa ni fungu la uchaguzi waliochagua. Kwa hiyo tupo hapa katika probation, tunaweza kusema. Na ni muhimu kuelewa kwamba hii inaitwa dhambi, hii sio kitu kidogo, ni kitu kibaya sana. Ni nguvu kubwa ambayo inaweza kuharibu. Tunapofikiria tu katika dunia hii juu ya mambo ambayo yamefanywa na mwanadamu, tunaweza kuelewa kwa udogo kwamba dhambi ni mbaya kiasi gani na inaweza kuwapeleka wapi watu. Tunazo genocide kama za hapo Rwanda, wakati watu waliwaua watu wengine, ndugu zao, majirani zao. Tunayo mavita yanaendelea sasa hivi, ni wanadamu wenzetu, lakini tunauana tu na vitu vya namna hiyo. Na hii yote ni katika kipindi hiki ambapo Mungu bado anadhibiti, lakini saa inakuja ambapo mambo yote yataachiwa ili kuweza kuruhusu mavuno kutokea kwa kile ambacho watu wamekipanda. Kwa hiyo kwa maelezo tu rahisi ya kile ambacho umejaribu kueleza ni kwamba by the way, kile ambacho ni matunda halisi ya dhambi
sio hata mauti hii tunayoizungumza sasa hivi. Hii mauti ambayo tunaizungumza sasa hivi, ambayo inampata kila mtu, ni kama usingizi. Hii mauti tunayoizungumza hii, ambayo tunakufa wote, wenye haki pamoja na wema, ni matokeo ya dhambi kweli, lakini hiki sio mshahara wenyewe wa dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti ya milele, ni kudisapia na kuwa kana kwamba mwanadamu hakuwahi kuwepo. Kifo hicho sio kifo tu, kinaambatana na maumivu ambayo hakuna lugha inaweza kuyaelezea. Kutakuwepo na regret ambazo hakuna lugha inaweza kufanya nini, kuzielezea. Ni shinikizo hilo ndilo ambalo alilipitia Kristo kuanzia alipokamata, kuanzia pale kwenye bustani ya Gethsemane mpaka anakufa msalabani. Kwa Yesu alipokufa msalabani, hakufa hiki kifo ambacho tunakufa. Alikufa mauti ya pili. Alikuwa anazama kaburini na kujua kama anatoka huko, ni kana kwamba anadisapia kama mdhambi mwingine. Hayo ndio matunda ya mwisho, yangalitokea pale, lakini kulingana na mpango wa wokovu yamedhibitiwa na tuna survive. Ufunuo 7 inaeleza juu ya wale malaika wanazishikilia pepo, kwamba kuna udhibiti wa Mungu, kwamba mwanadamu asivune matunda makamilifu ya uchaguzi aliyofanya. Matunda makamilifu ni mauti ya milele, lakini kutokana na Kristo kujitoa kama Mwokozi, mbingu imepata haki ya kudhibiti kwa muda haya matunda makamilifu. Hapa katikati tunapewa fursa ya kuchagua, na hiyo kazi ambayo inaendelea kwa sasa. Asante. Kwa upande wetu hakuna swali tena. Okay, basi tunaweza tukaishia hapo kwa leo. Katika fursa yetu inayokuja tutaendelea kulitafakari hili tatizo. Mojawapo ya vitu vya muhimu sana ambavyo ni sehemu tu ya jamii katika kushughulika na matatizo yoyote, ni muhimu kwanza kulielewa tatizo. Watu wengi wamewekeza masuluhisho ambayo hayajatatua matatizo, kwa sababu masuluhisho hayo hayajaundwa katika namna ambayo kwa yanaenda kushughulika na tatizo halisi lililopo. Kwa hiyo tutakuwa tukiliangalia hili. Tunapoliangalia tatizo hili, upande wa pili tunataka kuona kile ambacho Mungu amekiprovide kwa ajili ya kushughulika na matatizo ambayo tunayo, na tatizo la msingi kabisa likiwa ni tatizo la dhambi. Kwa tunaweza kuendelea kutafakari, kuendelea kusoma, tukitaka kuelewa zaidi ili shimo ambalo tumo ndani yake, ambalo Bwana anatamani kuweza kutoa. Asanteni na tuwe na wakati mwema pia. Basi Blazo, unaweza ukatuongoza kwa ombi kutoka huko? Okay.
Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa fursa hii ambayo umeweza kutupatia katika jioni hii ya leo. Asante kwa neno lako ambalo umelitoa kwa ajili yetu kama nuru kuweza kutuongoza katika dunia hii yenye giza. Tunashukuru ya kwamba haujatuacha yatima kama jamii ya wanadamu. Tunashukuru sana ya kwamba unajishughulisha na mambo yetu kwa ukaribu sana, ili kuweza kutuletea ule mwisho ulio mwema. Lakini tunahitaji kuelewa kile unachokifanya ili ya kwamba tuweze kushirikiana na wewe ili kulitimiza kusudi lako jema. Tunapoendelea kujifunza mambo haya, endelea kutusaidia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kufikia ufahamu ulio bora na ulio mkamilifu, na hatimaye kuweza kupokea kutoka kwako kile ambacho tunakitoa kwa ajili yetu na pia kwa ajili ya kuwabariki wengine. Tuongoze tunapofikia mwisho, na kwa imani tunapokea katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amina. Ya, basi kwa heri. Okay, asante. Kwaherini na ninyi pia. Asante sana. Mwena tuendelee kusisitizana tu ya kwamba kila mmoja tuweze kuchukua muda kujisomea mambo haya. Kuna mengine tumeyagusa tu kwa kutamka, basi tunaweza kuchukua muda kusoma na kujiandaa pia kwa ajili ya tafakari zetu zingine zinazokuja. Asanteni. Asante sana. Asante.